Peleka mkuku na swaga za Kiswa Kingi, sona chonga kaka suku, piga buku njoni pinge mini 50 iliyebobea. Wewe nakumbuka mara mwisho tulifanya interview nyumbani pale, kuliniambia wasanii wajibrandi wajiweke, ikaletea balaa ikaleta maneno mengi sana. Moja watu uliwataja alikuwa ni Harmonize. Sasa hivi anapanda private jet, na juzi alipanda watu wakaanza kumcheka, akasema kwamba ile ni Aviator ile. Ile ambayo alikuwa anazungumzia ndio ile sasa anafanya sasa hivi, ama pia Aviator alikosea? Mimi nimpongeze sana. Unajua Harmonize ni jirani yangu nimpongeze. Harmonize ni mtoto wa kimaskini. Harmonize ni mtoto ambaye ametokea kwenye familia ambayo chakula mlo mmoja. Harmonize alikuwa anauza maji. Harmonize alikuwa hajui rosheni, hajui gym. Mungu amemsaidia mpaka alipofika pale. Tunapaswa kumshukuru Mungu. Hatupasi kumbeza. Hatupasi kumuona kwamba hafai. Kama amepanda hiyo ndege, si ndo anapanda level jamani. Lakini you never know, labda yule tembo unajua. Unajua mtu akijiita tembo, tembo ni authority kubwa sana. Unaona bwana? Labda tu ameamua nina project zangu nyingine, acha leo nitumie hii. Nala vizuri. Au kwenye project yangu nyingine mpiga poda leo la Harmonize ile. Au katika project yangu nyingine kubwa nitafanya hivi. Kwa hiyo yule tajiri mkubwa duniani Bill Gates alishakuja Afrika akatumia choo cha mtaani. Kwa hiyo sio mtu akiomba akiwa na hela hawezi kutumia vitu vya kawaida. Umeona hiyo gari hapo ya kwanza? Hiyo CJV. Hiyo ndo gari yangu ya kwanza. Sometimes naacha Range Rover napanda ile. Haina maana na Range Rover nyingine zipo tu nyingi na gari zote yani. Haina maana kwamba nikipanda CJV siwezi kupanda Range Rover au imeishiwa mafuta, hapana. Unakuwa tu umeamua kwamba leo of course mimi napenda kwenda mazoezini. Natumiaga hiyo. Na sasa nikatoka siku nyingine nilienda kuona RPC, nilitoka na CJV. Nikatoka nayo fresh na nimefungua vioo. So kwamba eti sijui nimefungua yani I'm okay. Kwa nini fake maisha? Kwa hiyo haina maana kwamba mtu akitumia kitu chipu hana uwezo wa kutumia kitu cha gharama. Kwa hiyo wamwache Harmonize. Zaidi sana wamsupport kijana wa Afrika, amepambana mpaka amefika pale. Ni neema za Mwenyezi Mungu. Yes. Unachokiona ni ushindani wa kibiashara ama ni kubezana hasa kwenye mafanikio? Maana kwa sababu watu walikuwa wanaita ile ni Aviator. Wewe una uzoefu hivi vitu pia. Tunaitofautia vipi kati ya private jet na Aviator? Utofauti si upo katika muonekano, utofauti upo katika bei, utofauti upo katika mtazamo wa nje wa ndani, utofauti upo katika huduma, space, unaona bwana, na huduma pia za ndani ya ndege. Kwa sababu unaweza kupanda ndege ukajiachia, ukanyosha miguu, ukakaa na washikaji. Unaweza kupanda ndege kuna sehemu kuna kitanda kabisa, umechoka unaenda unapumzika. Ukapanda ndege wahudumu ni wengi. Wahudumu wakiwa wengi maana wanakuhudumia wewe. Huyu kaleta maji ya kunywa, huyu chakula, huyu hivi. Yaani boss. Lakini kuna ndege nyingine mkipanda ndio hivyo sasa. Ni mwendo wa kuangaliana vile kama mnaenda msibani. Sasa vyote vinawezekana, lakini mwisho wa siku ni kwamba ushindani ni mzuri. Acha washindane hivyo. Wanaposhindana hivi inaleta chachu katika jamii. Raia huko wanafanyaje? Wanabishana. Hata siku hizi nimeona Alikiba na Diamond wamepunguza kubishana. Ile ni mbaya. Haitakiwi kwenye muziki. Inatakiwa endelee. Yaani itakuwa si kama Simba na Yanga. Wewe Simba na Yanga imeanza lini? Si miaka mingi mpaka leo tunabishana. Wao wanapiga hela kule. Kwa hiyo haitakiwi kukata hii. Yaani itakuwa hivi na hii bwana Harmonize bwana mjia juu Diamond. Unaona bwana? Harmonize anaandika kwenye status yake, siogopi Simba wala chui. Bwana Harmonize bwana amripua vibaya Diamond na Rayvanny. Umeona bwana? Yule Rayvanny naye anajibu, huwezi kuwa tembo mtaani. Tembo anatembea mtaani, tembo huyo. Umeona naye kwa hiyo unakuta wanakuwa wako hot. Sababu msanii ni kioo cha jamii. Lazima kila siku uwe hot, kila siku uzungumziwe. Ndio maana wenzetu kwenye wasanii wa Ulaya wanafanya kitu fulani kwenye siasa kinaitwa kitengo cha propaganda. Yaani wanafungua akaunti 200 au akaunti 300. Hizo akaunti
zinapromotiwa kabisa, wanazipa hela, yani hawafanyi njaa, yani ni kazi kabisa. Na vijana wanaajiriwa ma-IT wapo kwenye chumba cha kompyuta, yani yeye akiamka asubuhi anakwenda kuandika udaku. Bwana Diamond nguo yake alovaa milioni 12, socks za Alikiba milioni 21. Watu milioni 21 socks, watu wanaanza kubishana kwenye comment mle. Kwa unakuta huyu mtu kila siku yuko hoti. Kumbe kuna kitengo cha propaganda. Sasa ni bajeti hiyo, inabidi wape wale watu mishahara ili kucontrol hizo account na nini. Unakuta mtu kila siku yuko hot. Kwa hiyo yote ni ushindani katika biashara, katika muziki. Kwa hiyo ukimsifia sana Diamond na strategic zake, namna anavyojiposition, brand yake ilivyo, pia so mara kwanza kumzungumzia vizuri. Na sasa hivi mpaka imefika stage ambapo anasema kama anayewakilisha kimataifa ni yeye peke yake, kwa sababu tunamuona yuko London, yuko United na wapi huko USA, kwa maana Marekani, yeye tu mwenyewe anazifanya hizo show. Unadhani amewazidi wapi Diamond wengine, ndio maana kwa yeye muda wote yule Diamond amepikwa. Wengine wavivu kuvunja nazi. Amepikwa. Vipi? Si mtaalamu tu wa hizi kazi. Yani Diamond ni mtu ambaye anataka kufikia maono. Unajua yule Diamond zamani mimi nilikuwa nikimwangalia namuona anacheza kama Asha. Asha Raymond, swaga zake, anavovaa kofia, anavozungumza, mikogo nini. Asa nikaona huyu anampenda Asha, anampenda Asha. Baadaye nikaona kama anampenda Michael Jackson. Umeona bwana? Wanauka. Sasa ni mtu ambaye kuna watu anawaangalia, anawish kufika. Sasa ni lazima katika maisha uwe ni mtu wa focus. You never know, labda focus yake ni kufikia ile level. Kwa juhudi anazo, lazima tukubali. Sasa ukiongea hivyo wako watu wanachukia. Umeona? Diamond haendi popote. Diamond haendi popote. Diamond haendi popote. Unaona bwana, yani kuna mazingira akajitengenezea. Walipa bodyguard, yani kuna vitisho. Msanii lazima una vitisho kaka. Sasa shida wenzetu ukiongea haya wanaanza kupaniki. Kumbe wao unawashauri tu kwa ajili ya brand zao. Mimi ni msanii lakini sina mambo mengi. Si tunayataka hayo mambo mengi. Wewe si tunayataka. Si tunataka utishe. Kwa sababu ni msanii, unakujaje na SC kwenye show? Unaingiaje? Wewe yani ukiwa msanii kaka, unapoenda sehemu, hata kama gari una kodi, siku hizi kuna magari. Chukua zako Land Cruiser 3, 4. Unajua Range Rover kama hii, unaweza ukakodi 500,000. Unaelewa vizuri? Ukakodi zako ukatoa zako milioni 2, unakodi Range Rover zako 4. Unaweza ukamwomba mwenye Range Rover bana, kwa sababu mimi naenda kwenye event, naomba nitoe plate number, nifunge plate number zangu pale za jina. Unashangaa bwana ikapita bwana, aenda kwenye show. Maana yake watu katika mataifa mengine si wanafuatilia wasanii. Bwana huyu msanii nyimbo yake inawika, lakini maisha yake yakoje? Wanaingia kwenye Instagram yako, wanakukuta umekaa hivi. Eti unasema wewe maisha yako ya kawaida. Sio kweli, lazima ulinde brand. Unaona, na brand inalindwa, na kulindwa kwake brand ndo mambo kama haya. Upandi gari yoyote, uendi popote, uvai nguo yoyote. Unakuta msanii amevaa nguo ya kawaida, t-shirt ya 10,000, alafu anafanyiwa interview. Yupo kwenye kipindi na t-shirt ya 10,000. Yupo kwenye kipindi hajanyoa, hana swaga, hana mawani. Yani yupo tu, kama unamuuliza huyu, unaangalia kipindi, huyu mchungaji au katulia iko hivi, unajua mimi na safari nataka niende Lindi. Haongei ile unajua maniga peleka mkuku na swaga za kiswa kingi, sona chonga kaka suku, piga buku njoni pinge mimi 50 iliyebobea. Wewe ushiko kwa hapa ni amna mikwara tusidobana na tukadwa huko. Tumaliza la mwisho. Sasa hivi kumekuwa na tatizo la depression sana. Wasanii wengi unamwona Nuhu, nilimwona kwa analalamika, baadaye nikamwona Zecute analalamika pia depression, maproducer pia wanalalamika sana. Hii inasababishwa na nini hasa? Kila mmoja analalamika depression, si matatizo akili. Wakati tu ukifika. Kila jambo lina wakati wake. Wasanii wote hawa sisi tunawaheshimu, tunawapenda, tunawaombea kwa Mungu. Lakini ni ile hali tu ya wengi wao wanakosa watu sahihi, maproducer sahihi. Management zao zinakuwa zinawaferisha sana.
they want to use them hivyo, yani kuwatumia katika riski ndogo walionayo. Unakuta msanii anafanya show, anafanya hivi, anahangaika, anaandaa muziki peke yake, mwisho wa siku anachokuja kupewa ni kidogo. Kwao wanakuwa na msongo wa mawazo, inawasumbua, inawatesa. Wakiangalia wanaona mbona mimi naweza, umeona, lakini inakuwaje sasa? Yaamini watatoboa, alafu plan B hawana. Ni pesa. Of course. Yes, sababu ukiwa na plan